Vikosi au majeshi ya Ukraine katika eneo la Kursk vinafanya mchakato au mazoezi ya kuchukua nafasi mpya za ulinzi katika eneo hilo. Nani amethibitisha taarifa hii? Basi na kusihi ya kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho wa ripoti hii, ambako pia kabla sijasonga mbele na ripoti hii, na kukumbusha kwamba unaweza ukashuhudia operesheni za kijeshi au matukio haya ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako unaweza ukashuhudia sasa kwa kujiunga na grupu letu la WhatsApp, ambako huko nimekuwa nikiweka operation au matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine. Nambari ya kujiunga moja kwa moja ni ya 0679619650, yani 0679619650. Hiyo ndio nambari pekee pia ambayo itakuwezesha kujiunga moja kwa moja kabisa na grupu la matukio ya kivita moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita kwa njia ya WhatsApp, ambako sasa unaweza ukanitumia message ya neno niunge kwa njia ya WhatsApp. Hivyo basi pia nami nitakupatia maelekezo yote jinsi ya kushuhudia operation hizi au matukio haya ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Kamanda mkuu wa majeshi kutoka nchini Ukraine anayefahamika kama Oleksandr Syrskyi aliweza kuandika kwenye jukwaa la kijamii la Telegram ya kuwa wanajeshi wa Ukraine katika mikoa ya Kyiv wanafanya harakati za kimbinu na hatua zinazolenga kuchukua nafasi nzuri za ulinzi. Kamanda huyo amechapisha hivyo, ambako vikosi vya kijeshi vinafanya vitendo kwa wakati vinavyolenga kuchukua nafasi za ulinzi zenye faida. Alisema hivyo na kuongeza ya kuwa uamuzi umefanywa wa kupeleka vifaa vya kuongeza nguvu katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na kwa njia ya wafanyakazi, ndege zisizo na rubani na vifaa vya kivita vya kielektroniki. Wakati huo pia kamanda mkuu wa kijeshi wa Ukraine Oleksandr Syrskyi aliweza kuondoa uwezekano wa vitengo vya kijeshi vya Ukraine kuzingirwa na vikosi vya Urusi katika baadhi huko Kursk, ambako alisema vikosi vya Ukraine kwa sasa haviko chini ya tishio la kuzingirwa katika jimbo la Kursk. Kauli ya Syrskyi inafuatia ripoti kuhusu wanajeshi wa Urusi na Korea Kaskazini kushambulia mji unaoshikiliwa na Ukraine wa Odessa katika jimbo hilo, ambapo vikosi vya Urusi vimefanikiwa kusini mwa mji unaoshikiliwa na Ukraine wa Odessa katika jimbo la Kursk, jambo linaloweza kutishia kukata baadhi ya nyadhifa za Ukraine katika eneo la Urusi. Wanajeshi kutoka Moscow wameharibu vifaa vya wanajeshi wa Ukraine katika jimbo hilo, na wanajeshi wa Ukraine wanakabiliwa na hatari ya kuzingirwa. Askari mmoja wa Ukraine na daktari aliyetumwa katika eneo hilo aliweza kuliambia shirika la habari la Kyiv Independent Ijumaa wiki iliyopita, yani Machi 7 ya mwaka 2025. Lakini pia kamanda majeshi wa Ukraine yeye jana alichapisha taarifa ya kuwa kwa sasa hakuna tishio la kuzingirwa kwa vitengo vyetu katika jimbo la Kursk. Vitengo vinachukua hatua kwa wakati ili kuelekea kwenye njia zinazofaa za ulinzi. Syrskyi aliweza kuandika hivyo kwenye mtandao wa kijamii. Vikosi vya Ukraine vinadhibiti hali kwenye mpaka kati ya majimbo ya Sami na Kursk, walakini makazi kadhaa kwenye mpaka hayapo tena kwani yameharibiwa na mashambulio ya Urusi. Kamanda alisema hivyo. Pia kulingana kamanda huyo amesema Urusi imekuwa ikipata hasara kubwa kwa wafanyakazi na vifaa karibu na kijiji cha huko Plikov, ambako vikosi vya Urusi vilipoteza kikosi cha watoto wachanga katika siku 4 za mapigano katika eneo hilo. Kamanda mkuu wa Ukraine pia ameongeza ya kuwa ameamua kuongezea nguvu wanajeshi wa Ukraine katika jimbo la Kursk kwa kutumia vikosi na njia zinazohitajika, ikiwa ni pamoja na vita vya elektroniki na ndege zisizo na rubani
kama pia ambavyo nimekufahamisha hapo awali. Wasiwasi kuhusu operation ya Ukraine katika jimbo la Kursk inayoendelea tangu Agosti mwaka uliopita imeongezeka mwishoni mwa juma lililopita, huku kukiwa na ripoti za maendeleo ya Urusi katika jimbo hilo, ambako pia gazeti la The Daily Telegraph kutoka nchini Uingereza liliweza kuandika hapo awali likirejelea chanzo cha kijeshi cha Ukraine ya kwamba hadi wanajeshi 10,000 wa Ukraine katika mkoa wa Kursk walikuwa katika hatari ya kuzingirwa baada ya Urusi kuvunja mstari wa mbele na kusonga mbele kwenye mstari muhimu wa usambazaji kutoka pande mbili, ambako sasa kwa mujibu wa ripoti hiyo ya Daily Telegraph ilisema ya kuwa serikali ya Kiev ilikuwa ikizingatia uwezekano wa kuondoa vikosi vyake kutoka kwa ardhi ya Urusi ili kuzuia kuzingirwa kabisa, ambako sasa pia licha ya taarifa hiyo ndiko pia kamanda huyo wa majeshi kutoka nchini Ukraine aliweza kuweka sawa taarifa hiyo ya kwamba bado kabisa vikosi vya Ukraine haviko katika hatari ya kuzingirwa katika jimbo hilo, na bado pia anapanga kuongeza baadhi ya vifaa vya kijeshi ikiwemo wafanyakazi, lakini pia ndege zisizo na rubani katika eneo hilo, ambako pia jeshi la Ukraine limeweza kupoteza zaidi ya askari 66,000 tangu uvamizi wake katika eneo hilo la mpaka la Kursk la Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kuripoti hivyo siku ya jana ya Machi 10 kuhusu kufikia idadi ya askari hao kuuawa au kujeruhiwa katika eneo hilo. Tangu Agosti 6, 2024, yani mwaka uliopita, siku ambayo askari wa Ukraine walivamia maeneo ya mpaka wa mkoa wa Kursk, askari wa Urusi wamekomboa makazi au maeneo 32 ya watu, ambapo mnamo Machi 8 na 9 peke yake vijiji takribani 7 vilikombolewa. Pia bado operation ya kijeshi ya Urusi katika mkoa wa Kursk inaendelea katika eneo hilo. Unaweza kushuhudia operation za kijeshi au matukio haya ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako unaweza kushuhudia sasa kwa kujiunga na grupu letu la WhatsApp, ambako huko nimekuwa nikiweka operation au matukio moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine. Nambari ya kujiunga moja kwa moja ni ya 0679619650, yani 0679619650. Hiyo ndio nambari pekee pia ambayo itakuwezesha kujiunga moja kwa moja kabisa na grupu la matukio ya kivita moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita kwa njia ya WhatsApp, ambako sasa unaweza kutumia message ya neno niunge kwa njia ya WhatsApp. Hivyo basi pia nami nitakupatia maelekezo yote jinsi ya kushuhudia operation hizi au matukio haya ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita.